Miili 6 ya wanakwaya wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT usharika wa Meni Chome Dayosisi ya Pare waliofariki kwa ajali ya gari wilayani Same mkoani Kilimanjaro itazikwa leo Jumatano Aprili 2, 2025. Ajali iliyotokea Machi 30, 2025 eneo la barabara ya Bangalala wakati wanakwaya hao wakitokea Chome kuelekea Vudee kuinjirisha gari walilokuwa wakisafiria aina ya Toyota Coaster lilokosa mwelekeo na kupinduka katika mlima ya Pare na kusababisha vifo hivyo na majeruhi 23. Watakaozikwa leo baada ya ibada itakayofanyika kwenye usharika wa Chome ni na Msifu Mbula mwenye umri wa miaka 79, Mbazi Njema mwenye umri wa miaka 14, Po Mchome mwenye umri wa miaka 40, Christina Kirumbi mwenye umri wa miaka 60, Agnes Mchome mwenye umri wa miaka 59 na Niwalie Nguyel ya mwenye umri wa miaka 74. Mili ya wanakwaya hao iliagwa jana Aprili 1, 2025 katika kanisa kuu la KKKT Dayosisi ya Pare. Mkuu wa dayosisi hiyo Askofu Charles Mjema akihubiri katika ibada ya kuaga mili hiyo amewataka wananchi kuishi maisha ya kujiandaa wakati wote wa kuacha kudhuluma. Katika maisha yetu hapa duniani kuishi kama tunaokufa sasa hivi, maana hatujui wakati wa Bwana utafika lini. Tuache kuishi maisha ya kiholela ya kujifikiria kuwa tutakaa hapa duniani. Unajua wale wanaowadhulumu wenzao wanafanya hivyo kwa sababu wanafikiri wana maisha marefu. Lakini wanasema ukamdhulumu leo na baadaye ukawa haupo. Acha dhuluma ndugu zangu, maisha yetu ni mafupi mno, na kwa kuwa siri hii imefichwa hakuna anayejua muda na saa ya kuondoka duniani. Bwana amesema uwe tayari wakati unaofaa na usiofaa. Tengeneza mambo yako ili ikitokea kuitwa ufie mikononi mwa Bwana. Askofu Mjema alikaliliwa akisema wanakwaya hao walikuwa na kwenda usharika wa Vudee kutoa sadaka kwa ajili ya huduma za mission. Wanakwaya hawa walikuwa wameandikwa kwa ajili ya kushiriki kutoa sadaka muhimu ya mission. Ndani ya dayosisi yetu tuna sadaka ya mission inayotumika kueneza injili katika maeneo yale ambayo kipato chao ni kidogo, ili watumishi wanaotumika pale waweze kueneza injili. Walikuwa wanajiandaa vizuri kwa sadaka hiyo wakiwa na mchungaji wao ndani ya gari ambaye alikuwa kwanza kutupwa nje. Hakupona kwa sababu ni mwema sana mbele za Bwana. Hapana, Mungu anakusudi akafanyike kuwa shuhuda kwa watu wote, hata katika mazingira magumu Mungu anaweza. Kwa hicho ndicho ambacho idadi ya walio wengi pia maonyesha kutoa salamu za pole pia na kuweza kuwatakia safari njema kwa Mungu ambaye pia ameweza kuwachukua kwa nafasi hiyo. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.